Sawa. Jambo la pili, nataka niwahakikishie serikali hii ya awamu ya sita tulieni kwanza. Kitu ninachotaka kuambia ni kizuri. Hamtaki show kama hii kwenye arena. Nitaki mpaka mnisikilize. Nyie bana, nataka kuambia tunajenga arena. Tunajenga arena. Miaka 30 ya Bongo Flava. No problem. Moja ya sababu zilizofanya sisi tukutane hapa ni kwamba nyinyi mmetuunga mkono na mnavyotaka ndo tunavyotaka sisi. Hili hapa bwana ni tamasha la miaka 30 ya muziki wa Bongo Flava. Ni tamasha ambalo kwa limewakutanisha wasanii wa Kongo wa muziki wa Bongo Flava, mapioneer ambao walikutanisha kwenye jukwaa moja pale Mlimani City kwa ajili ya kuweza kutumbuiza, na miongoni mwa wasanii hao ni pamoja na Hamis Mohamed Mwinjuma maarufu kama Mwana FM ambaye ni mbunge wa Tanga mjini, ambaye na mwenyewe pia alikuwepo kwenye show hiyo. Sasa wakati anasimama kuzungumza na wananchi ama kuzungumza na baadhi ya mashabiki waliokuja kushuhudia muziki wa Bongo Flava bana, akapewa kipaza na akawa anataka kutoa tangazo kuhusiana na mpango wa serikali kujenga arena kwa ajili ya wasanii, lakini alivyotangaza tu na kutamka neno serikali ya awamu ya sita, watu design kama walidata wakapagao na wakakasirika sana, hawakutaka hata aendelee kuzungumza chochote kuhusiana na serikali ya sasa. Hii imeonyesha wazi kabisa kwamba watu wana hasira nyingi sana na serikali ya sasa hivi, na hataki mtu yote ambaye anamzungumzia rais ama anazungumzia serikali ya awamu ya sita, kwa maana kwamba hawajapendezwa nayo sana. Sijui una maoni gani kuhusiana na hili, maana Mwana FA alipigwa stop ya moja kwa moja jukwani. Nipe maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment.